Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, almustamiina alkiram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasikilizaji wangu na watazamaji watukufu, baada audhu billahi minashaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bika nasta'in. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa khalaqal janna min marij min nar wa lan nushrika bi rabbina ahada wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada. Karibuni tena kwenye kipindi chetu tukipendacho Sauti ya Mzimle, tiba, dawa na elimu za marohani, elimu ya kati na kati, kujifunza, kuelimika na kufahamu. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, wa ba'd. Uhiyikum bitahiyatil Islam, na wamkuu wa vipenzi vyangu kwa amkuzi la amani popote muliko ulimwenguni. Karibuni tena kwenye kipindi chetu tukipendacho cha Sauti ya Mzimle usiku huu wa leo, baada ya kughaibika kwa siku moja vipenzi vyangu kwa dharura zisizoweza epukika. Lakini alhamdulillahi ala kulli hal, twamshukuru Mola Muumba, leo na saa wakati kama huu anweza tena kutupa nafasi ya pumzi na kauli na uzima pia na uhai. Alhamdulillahi, tuko pamoja katika kipindi hichi kujifunza katika yale ambayo tutajaliwa na kuyaeleza yale ambayo pia tutajaliwa katika sehemu tatu za ufalme wa marohani duniani, ya kuwa uwezo ni wa Mungu, swala za mtume wake sallallahu alaihi wasallam na karama za mfalme Kaimi Darus wa Mzimle. Haya ni maneno ambayo yana sehemu tatu, kuwa katika kila jambo tunalolifanya sisi hapa Mzimle tunatumia uwezo wa Mungu, hatutumii uwezo wa usiowezeshwa na Mungu au wa kiumbe chengine kisichokuwa Mungu. Tunautumia uwezo wa Mungu aliowezesha kwa kiumbe au uwezo wake Mungu alionao katika kutuwezesha sisi viumbe. Hili nataka lijulikane kwa hapa Mzimle hatufanyi mambo ambayo ni ya kafara, mambo ambayo ni ya devil worshippers, mambo ambayo ni ya kufuru, mambo ambayo ya kutafuta utajiri, kumpa mtu tajiri kwa njia za mambo mabaya, machafu machafu, au mambo ambayo pengine ni ya kufanya nini, ya kumkosea Mungu, na vile vile ni ya kutaka kwa njia za kufanya nini, za kuweka wenzetu viti, kama vile bwana mmoja alivyonieleza leo katika mashallah, katika maelezo yake akinambia, Mfalme Kaimu, fafanua watu wajue kwa kazi yako wewe ya kutakia watu utajiri au ya kumfanyia mtu awe tajiri haina kafara, wala haina masala ya mtu kumweka mtoto kiti au vile vile kufanya mambo ambayo Mungu hataki. Yajulikana kwa baadhi ya matajiri kwa ndani ya majumba yao kuna watoto ambao vilema, watoto ambao wampagawa, na watoto ambao wamewekwa viti kwa ajili ya kuwa pengine utajiri wa mtu utokana na kumweka mwanawe katika sehemu ya jambo kama hilo, ili yeye apate kunufaika na apate mali, apate utajiri kwa njia ya kumtoa mtoto wake kiti au kafara. Sisi hatufanyi mambo kama hayo hapa Mzimle. Tunachokifanya sisi ni kumwombea mtu Mungu au kufanya dawa shelewa za kumfanya mtu atakate au nyota ivute au rohani amfungue au utajiri uje kwa njia ambazo Mwenyezi Mungu anziweka, na vile vile katika hali ya mtu kutafuta kupata kuliko kila siku atafuta hapati. Kwa hivyo nakushukuru sana kipenzi changu uliyejadiliana na mimi kwa muda na meseji zako kwenye sauti yangu ya Mzimle leo.
ukanieleza baba, eleza vizuri kwa watu wasielewe, kwa pengine wakisikia kuna utajiri wa marohani wakaona labda pengine ni ule utajiri ambao mtu yuwafanya kafara au mtu yuweka mtoto wake kilema awe tajiri kitandani, au kumweka mtoto kiti, au kufanya mambo ya kishetani, mfano wa mambo kama hayo. Hapa kwangu hayo mambo siyajui wala siyafundishi, wala hapa kwangu hakuna elimu kama hizo za kwa wewe utajirike lakini umdhalilishe kiumbe mwenzako au mwanayo au mtoto mdogo. Sitokubali. Hata kama ingekuwa najua ninafundishwa jambo kama hilo, pia singekubali liwe activated kwangu, singekubali liwe na utenda kazi. Kwa sababu hiyo siwezi beba dhima ya Mungu kesho kwa mja yoyote. Siwezi mbebea dhima mtu yoyote kwa mimi nilifanya jambo fulani apate kwa ajili ya kumfanyia mwenzake au mtoto wake akawa kilema au akawa kafara akafa au akawa pengine mambo mengine ambayo ni ya kuabudu mashetani. La asha wakala, siwezi na sitaki, sitojaliwa na sitopendelea hata mwingine anayenisikiza mimi kwa sauti yangu hii ya Mzimle, ikiwa wewe ni mtabibu, ikiwa ni mganga, ikiwa mwalimu, ikiwa ni profesa wa kazi za tiba na dawa, ikiwa wewe waweza fanya kwa ajili ya ndia kama hizo za kumdhalilisha kiumbe wa Mungu ili wewe upate nini? Upate uyapatayo, basi mimi lesa minka, mimi siko pamoja na wewe, si katika wewe na sitokuwa na wewe. Kwa sababu hiyo hayo mambo ambayo ni machafu, ni mambo ya kichawi na vile vile mambo ya kishetani. Nakushukuru sana kipenzi changu, tulijadiliana sana na ukataka kunifungulia uwazi wa kuwa watu wengi waelewa jambo kinyume. Kwa hivyo Mfalme Kaimu au Mzimle, jieleze na ueleze kuwa wewe tiba zako za kinamna hii, si za kinamna ile. Na alhamdulillah nimepata kusikiza wasia au wazo la mwenzangu huyu. Ni kweli kabisa, kuna watu wakisikia watu wafanywa mambo ya kuwa utajiri, ya kupata utajiri, kupata mali, kupata riziki, mara nyingine watu akili zao huenda katika mambo kama hayo. Huenda ikawa mimi kupata kwangu labda nifanye hivyo. Na ni kweli, kwa sababu kuna siku niliwahi pigiwa simu na kijana mmoja ambaye si mtoto, ni mtu mzima. Akaniambia, Mfalme Kaimu, mimi kulingana na vile hali nilionao duniani, nilivyochoka na dunia na huu maskini ufukara, mimi nakuomba, niko tayari hata kumtoa mamangu kafara au babangu au mke wangu ili unifanyie niwe tajiri. Unifanyie mimi niwe tajiri, lakini niko tayari kumtoa mmoja katika hawa watu wangu, babangu, mamangu au mke wangu. Unifanyie kafara hawa watu, mimi pate utajiri, mimi nachoka na umaskini. Wallahi neno kama hili nilishtuka, nilishangaa. Sikusikia raha. Mtu yuko tayari na anaambia dhamana yake ni mtu wake, atamtoa kafara ikiwa itahitajika kwangu ili yeye awe tajiri nimfanyie. Nikamwambia mimi sifanyi mambo hayo machafu ya kutokuwa kafara za watu au kumpa mtu tajiri kwa ndia za nini, za kuua. Sifanyi hivyo. Mimi nina ndia nzuri bora zaidi ya kumlekea Mungu na kufanya tiba na dawa na vile vile kutumia marohani ukapata ukawa tajiri bila ya kuua mtu wala bila kumweka mtu kilema kitandani. Na sasa watu wengi wengine watumiwa katika mambo kama haya kwa sababu ya kule kutaka express, kwa kuvile kutaka liwe sasa hivi. Kweli kabisa litakuwa, lakini majuto yake ni mjukuu. Huja baadaye ukajuta, manake umeshiriki katika chama cha wachawi. Umpata mali kwa ndia ya haraka, lakini kwa ndia za kuwa baada ya pale utoe mtu wako, kila unayemtoa mpaka mwisho uambiwe sasa ushamaliza watu, ni wewe ndiye mtu sasa, na wewe tukutaka pia jitoe. Tena ikawa sasa nkilio, tena ikawa sasa nataka kuvunja chama, tena ikawa sasa wajutia, majuto ya mjukuu yakuja baadaye. Hii ndio sehemu ambayo yahofisha kwa hakika, yatisha, na vile vile haina mwisho mwema. Kupata kwa ndia zisizokuwa za Mungu mwisho wake mbaya. Bora mwanadamu atafute apate kwa ndia za kimungu au za ndia za kirohani. Ndia za kirohani ndia za kuomba Mungu pia. Na vile vile kwa ndia za tiba na dawa, kusafishwa, kutengezwa, kufunguliwa, pengine mfungwa fungo kadhaa.
Wako watu ufungwa mafungo wasifanye nini? Wasipate riziki, wasifungukiwe na utajiri. Mafungu yao yawe yale ya kuomba, kuokota, kupewa na vile vile pengine kutoka jasho sana, kama vile kufanya kazi ngumu ya kuzoa taka mabarabarani, majumbani, kisha akapewa mtu shilingi 20, shilingi 50 kwa magunia 5. Ashachoka taabani, angua mshahara wako shilingi 50 hii, shilingi 20 hii, ende akale maharagwe na chapati ndio kumkwisha, lakini anchokeshwa kweli kweli. Sasa utaona saa nyingine ni muhimu asiyekuwa nacho atafute katika ndia za kisawasawa apate, na wallahi kupata kwako kwa ndia ambazo hazito kugharimu baadaye. Haitokuwa gharama kwako kuambiwa wadaiwa damu, wadaiwa mtu, wadaiwa wewe mwenyewe pia kifo kikupata. Haya mambo wao ingine yatia dhiki katika maisha ya mtu. Wengine wao hawajui, jiendea kila mahali wakatafuta mambo, kisha baadaye wakasokotwa, wakapewa ya kupewa, kisha baadaye wakaambia lakini si lazima iwe hivyo. Kwani hujui wewe? Lazima sasa utoe, ulipe wenyewe hada nini, walipe asante yao, si wankupa na mambo kama hayo. Mambo kama hayo hapa Mzimle hatufanyi kafara chafu, hatumpi mtu mali kwa shetani, na vile vile hatufanyi mambo ambayo baadaye yatakuwa ni hasara kwa mtu mwenyewe, kwa mtu mwenye kupata. Hati ashapata ambiwe sasa afanye mambo ambayo ni ya machafu ya shetani ya kiibilisi. La, twajaribu kwa ndia yoyote, ndia za Mungu ziko, na ndia za kuomba Mungu ziko, na ndia alizoweka Mungu za maruhani ziko, na ndia za dawa ziko pia kama nilivyoeleza. Ukibahatika mojawapo utakuwa wewe hujamuasi Mungu na hujajitoa au kutoa mtu wako, hujajitoa ukatoa na mtu wako ati awe ni dhamana au iwe ni kafara. Na kwa sauti yangu hii ya Mzimle na kwa neno langu la world warning, na tahadharisha ulimwengu na walimwengu, mtu yoyote ambaye atakimbilia ndia kama hizi za haraka, basi ole wake, basi atakuja jutia na atakuja fanywa na yeye pia siku moja kama alivyokula nyama za wenzake na yake iliwe, aambie ulikula za watu na wewe sasa yako pia lazima iliwe. Kwa hivyo ni lazima tuhakikishe tunkufanya kiteweo. Sasa hapa ndipo mtu atapokuwa sasa ajui akimbie wala ajifite wala dunia ipasuke asionekane katika ulimwengu huu. Wako watu ujuta. Kuna mwingine alinijia mimi akanambia waweza toa control. Nikamwambia control uliekwa vipi hiyo control? Akanambia mimi ninaingia katika dini ya devil worshippers, napata utajiri, lakini ninaekwa control kwenye mwili wangu, yani wanijua kila ninachokifanya, na nikitaka kutoka kwenye hiyo dini wao wajua. Kwa hivyo wanipa misukosuko ya kutisha, nafanywa vituko mpaka najuta, naregea mbio na narudi kwenye mipangilio yao. Lakini nataka kutoka, sema nikitaka kufanya kitu chochote wao wajua. Ala mfalme Kaimu nataka nitoe ile control, wasinijue, nitoke na wasinipate. Nikamwambia hiyo kazi yangu. Japokuwa na kulaumu kwa kuingia katika chama, na kulaumu kwa kutaka haraka, na kulaumu vile vile kwa kuwa hukujua kama wewe pia ni lazima ufike katika sinia ya kiteweo na uje uliwe siku moja. Shaelewa? Nyama yako ndio kiteweo na vile vile damu yako ndio juice. Fresh juice itakaonyiwa na wenzako, kila mmoja anywe glasi yake. Wala alikuwa yualia kweli yule bwana. Alilia kweli, akanambia nisaidie. Hata hivi leo ninakuja hapa kwako pia washajua mimi ninakuja. Nasikia wazungumza na mimi kwenye kichwa changu, nasikia maneno naambiwa tele. Akawa babaika, yeye ataka kukimbia, yeye ataka kutoka, ngambia tulia hapo. Mara moja nikavua kanzu zangu na kofia zangu za ustadhi za ushehe, nikaingia kazini na nguo zangu, uniform zangu za kazi. So wajua kila kazi na combat yake. Kila kazi na uniform yake, nikivaa na mwingine bwana, sio hivi ndivyo kazi na kofia, nasema kiustadhi tu kile. Kuna wakati nikivaelea kazi sasa watasema hapa kidogo kazi ipo. Sasa badilisha uniform, kaingia kazini, kapambana naye sasa kumtoa zile control mwilini. Wallahi ilikuwa muda wa karibu masaa 6 mpaka nilipoweza kumkomboa yule bwana. Kamtoa zile control, zikakata network kabisa. Sasa wasikia maneno yanazungumza, akanambia hakuna tena, sisikii kabisa chochote kinachoendelea. Kamwambia sasa uko huru na nishakufunga mwili,
tafuta sehemu utakayotaka uende duniani, lakini usijoin tena, usijiunge tena na grupu la watu wabaya, ukaja ukaniambia siku nyingine tena nikomboe au nitoe. Sitofanya, kwa sababu wewe tayari ushateleza, unkimbilia mabaya. Sasa wewe ni kwa kosa la kwanza, kwa kule Waswahili walivyosema, kosa la kwanza si kosa, kurejelea kosa ndio kosa. Kwa hivyo ukinijia tena mara pili ukiniambia ninafanywa au nitoe na ingia kwa bahati mbaya, mara ya pili si bahati mbaya, kupenda kwako na kusudi zako. Kwa hivyo sitokukomboa mimi, nitakuata katika hiyo hiyo adhabu na utajua mwenyewe. Wallahi nawasaidia watu wengi sana kuwatoa kwenye hii dini ya devil worshippers, kuzikata hizi control ambazo kweli kumbe wao wasikiwa kile wanachokizungumza na waonekaniwa kila walipo na wanapokifanya, wapata mateso makubwa. Sasa ingekuwa hata haizi mtu kujifita, atajifita wapi? Na akisemacho akifanyacho chaonekana. Siku ya pili aelezwa kila kitu alichokifanya na tabia zote alizobadilika kwenye dini hiyo. Kwa hiyo atubadilikia, unkwenda kwa mganga, unkwenda kwa mwalimu, hivi na vile, basi utakiona. Saa nyingine ualishwa kitwa kikamuuma kupita kiasi mpaka kakata roho, akaambiwa basi badilia, sisi tukukose na wao pia wakukose. Yani wakimuua ni kwa hato toka katika dini yao, wao wakamkosa, na ile kwa wataka kuvutwa au kutolewa aingia huku kwetu ambako kuna utaratibu wa dini ya Mungu, pia hatakuwa ameipata hiyo dini yake ya Mungu. Kwa hivyo akiuawa takuwa wao wanamkosa na sisi tunamkosa. Wao furahikia jambo kama hilo, ikawa yani final game. Mwisho wa mtezo wenyewe ni kuwa bila hakuna le funga mwenzake goal. Na tuna vita katika hizi kazi zetu, tuna vita sisi na watu. Sometimes wao wajua sisi twafanya nini au twaharibu nini kwao, na wao wana fight. Kuna mambo wapigana juu yake. Saa nyingine wewe ukifanya kazi kama hizi ataka uwe na nguvu za kuwashinda wao na kumshinda ule shetani waliye naye, kwa sababu huwa saa nyingine wamwakilisha so ule shetani wamtuma kwa kuna bwana fulani waharibu kazi zako, nenda ukamfanye jambo fulani. Sasa utaona hawa matabibu wengine ambao waliugua magonjwa mabaya au walifungwa midomo, wakafungwa miili, kawa mwili mtu mikono ilegelege, haikazani, miguu hivyo hivyo, shingo hainyooki. Wengine wampatwa bwana, kwa sababu wenyewe hawana nini, kinga, wala hawana control ya kujizuia na mabaya. Baadhi ya matabibu waliojaribu kuyafanya hayo kuwatoa watu katika hizo dini za devil worshippers, wao wenyewe sasa ndio wagonjwa na ndio watu ambao hawajisaidii kwa chochote, kwa sababu wampatilizwa na wao, wamfikiwa na ubaya wa wale wabaya, na wanaambua komeni nyinyi kujifanya mwajua kuingilia watu na kuwatoa watu kwenye nini, dini zao na mambo yao. Msiingilie mambo ya shetani. Shetani ana nguvu na huenda akakuweka kilema au onja huo ulema na wewe pia. Ikawa sasa mtu anjuta kufanya kazi kama hizi, na wengine wa resign wazikataa kwa sababu hawaziezi. Iwa ni bora kwa mtu kuikataa, saa nyingine kuona kuwa nisije nikatumiwa kitu mimi usingizini, inshallah asubuhi kiamka na mka mwingine na ni mzima, lakini sasa na mka mbovu. Wako watu utumiwa usingizini mastadi makali, wakatumiwa swa huyo mwenyewe huyo. Ushamjua huyo? Aitwa Lucifer. Utumwa huyo. Akikufikia usingizini, kama wewe huna kinga na huna nguvu za kumzidi, basi siku ya mwisho ya hatua zako, yani kutembea kwako, itakuwa ni ile jana. Kesho utamka mwingine. Sasa hutembei tena, mkilema, uzungumzi, na vile vile umelegezwa. Kila sehemu yako ya viungo haiwezi kufanya harakati yoyote, kuenuka kitandani, kukaa, kutembea na mambo mengine mfano kama haya. Umeangushwa kabisa. Wengi katika matabibu waliangushwa kwa hawa watu walipoonekaniwa wataka kuyaingilia, kwa sababu wengine nao waliona kuna kupata kwa nikimkomboa huyu, nikimtengeza kitoka kwenye ile dini, nitapata kitu cha kisawa sawa, maana kazi yenyewe ina pesa. Kwa hivyo mimi sikose hii pesa, acha niingie hapa yapambane nayo. Kumbe mambo yana nguvu kumshinda yeye. Yeye ndo akampamba mambo.
Sasa nkilema wengine wanzikwa kikoani, washasahauliwa. Hii ni hatari, ni hatari. Kwa hivyo tutahadharisha mtu kuingia katika dini kama hizi za kutafuta mali kwa njia ya haraka, kwa njia ya shetani na kwa njia ya kafara. Usijaribu kufanya hivyo. Tafuta kwa njia za kisawasawa za kujitolea na njia za kutafuta Mungu alizoziweka sababu zake za kupata, na vile vile njia za moja kwa moja ambazo Mungu aweza kukupa pia ziko, na njia za tiba na dawa pia ziko. Mwenyezi Mungu anjalia, liko jambo la kumfanya mja akitaka kuwa akatoka kwenye umaskini na ufukara akawa tajiri na mmiliki wa mali na biashara. Wako wengi ambao mimi kizungumza maneno kama haya sasa hivi wanisikiza kwa sauti yangu hii ya Mzimle, wasema kweli. Kuna matajiri wao wanisikiza na nikikutana nao mandiani, wengine wanipa mkono, usimamishia gari aswaka ni mkuu wa Mzimle. Ngoja bana nikuwa mkuu bana, kushumu mkono wako. Ataka kushumu mkono wangu kwa sababu asema yale ninayozungumza kwenye sauti ya Mzimle muathiri, yamekuwa ni ya kweli, ni maneno ambayo yeye mwenyewe yalimpata. Kwa alitafuta kwa njia za sawa akapata, si kwa njia za shetani wala za kuua mtu. Hakufanya hayo, alhamdulillah. Lakini sasa ni mtu bosi mwenye kumiliki makampuni, mabiashara, mwenye hazina za pesa, mabenki tofauti, aneemeka. Na kwa maneno yangu haya watu wengi walikuwa wakinisikiza katika sehemu nyingi za mazungumzo yangu, na wakayafuata, wakaona hapa tumpata ilmu na maneno bora tuyasikize. Basi leo watu wengine mashallah, mbali na wale ambao wampitia hapa mahali kwangu Mzimle, wankuja kwangu ukawatengeza, alhamdulillah, miaka iliyopita na miaka huko nyuma, miaka 20 ya nyuma, 30 huko, leo wengine kabisa alhamdulillah wanipa asante na wanipongeza kwa kazi nzuri, baada ya kufanya kazi za kisawasawa na uvumilivu ambao waliovumilia na wakafuata taratibu zangu zile ambazo si za masharti ya kishetani, ni masharti ya tiba na dawa ya kirohani au ya kimungu, kumlekea Mungu katika mambo fulani. Mambo mengine ikiwa wataka hutochoka kushirikiana na mimi utalipata jambo. Saa nyingine mtu aweza kuja kwangu asilipate jambo kwa sababu alichoka haraka bila kwenda na zile process zinazotakiwa, zile taratibu za kazi. Mtu saa nyingine kwa atakayo za haraka ile leo kwa kesho, alafu yashakuwa basi. Hayo ndio hayo sasa utaambiwa kwatakiwa nini? Kwatakiwa nyama choma ya mwili wa binadamu ambao wako, na vile vile kwatakiwa juice fresh ya damu yako. Watu wainywe kwa sababu wewe kunywa za watu. Uliona ni hodari kunywa damu za watu, leo waambiwa na yako lazima fanye nini? Siku imfika inywe pia watu wanywe damu yako. Na ndio mwisho wa maisha yako na uzima wako ndio wafa sasa. Tena wauliwa bila kisu wala upanga wala shoka wala risasi. Hawa kutoa roho usingizini kwa ndia wanazojua wao. Wabanwa tu, watumiwa kitu cha bana pumzi cha kamua, cha nyonya damu, wakaushwa kama vile mfano wa nini? Gogo la mnazi linapokatwa likaekwa juani likakauka. Mwili wawa kama kigogo cha mti, na damu ya sondwa au ya vutwa, ya nyonywa, yatiwa kwenye jagi au plastiki geleni, ndio ishapatikaniwa hiyo juisi yenyewe itakwenda liwa. Sasa tuwate hizi tabia za kutakataka kiharaka sana, na tuwate pia hizi tabia za kutaka katika ndia yoyote. Kuna watu kuambia na liwe bana la kuwa bana, ikiwa ni kafara mimi nitatoa. Chelewa, maana alikuwa yajua yeye atatoa watu wanaomhusu yeye. Na ajua majumbani kuna watu wansinya watu. Ndio natahadharisha kwa sauti yangu hii ya Mzimle. Kila nyumba inaonisikia mimi kwa maneno yangu haya, wallahi si vizuri ukae na mtu ndani ya nyumba musinyane. Yaani usifanye ndani ya nyumba yenu au ndani ya nyumba unaokaa kuna watu wa kuchukia, wanchoka na wewe, na vile vile wakuona nani? Wakuona wafaa uondoke, hufai kuwa na wao. Sasa ndio pale mtu akienda akiulizwa wewe ataka kuwa tajiri, unaye mtu akumtoa kafara,
aweza kukutaja hata kama mbabake, anchoka na wewe baba, anchoka na wewe mama, anchoka na wewe mke. Aweza akasema mimi naye, manake lau wewe watukuliwa we kafara, yeye awe tajiri, yeye hana msiba wala huzuni wala hatakuwa ati ankosa. Yani nini, amepotelekewa na mtu. Yani kuna jambo ambalo pengine wewe kama hauko, yeye atasikia huzuni. La, kwake itakuwa furaha, kwa sababu mbali na kupata pia ameondoa ubaya ambao unamsinya au amkera ndani ya nyumba, au pengine ulikuwa hauna maana uwe hai. Kila kwako wewe hai ni madhila na mateso na maudhiko kwake. Hasa watu wengine ukubali kwa njia rahisi, badili maki hafi leo huyu, heri nimtoe kafara afe mara moja, mimi pate utajiri. Hata nimtende tu, kwani nitapata hasara gani? Hasa kuna wanaotoa wazee wao makafara, wanaotoa wake zao, wanaotoa waume zao, wanaotoa watoto wao, wanaotoa ndugu zao. Wako watu wafanya mambo kama hayo. Kwa sababu gani? Wewe huna maana na yeye na usamsinya. Yani hakuna raha yoyote wewe kuwa hai wala kuwa ndani ya nyumba siku za kuwa. Kila kukicha wewe huna maelewano na yeye. Kila kukicha wewe waudhi watu, kila kukicha wewe watesa wenzako. Sasa kuna katika wale unaowatesa au wale waliokuchukia au wale ambao wewe kila siku wawatia dhiki za roho, sema huyu akifa mimi nitatulia nafsi yangu, tapumzika, nyumba itakuwa na amani kwangu ikiwa yeye hayuko. Akiwa yuko napata dhiki na hasara kubwa. Kwa hivyo tufanye nini kumuondoa? Madamu inatoka sababu watu watakiwa na mtoa yeye, na hapo ndipo atakapokwenda kuitafuta hiyo dini ya kutukua utajiri kwa haraka na kutoa mtu wake, na atakutagua wewe, kwa sababu kufa kwako wewe ni faida kwake. Takuwa ameondokewa na makelele, ameondokewa na maudhiko, ameondokewa vile vile na mtu ambaye you am stress, hampi raha. Watu wakae majumbani kwa raha, watu waanze kupeana raha majumbani. Yani wewe ukijua nyumbani wasinya au watukiwa na watu, jibadilishe, kwa sababu usije ukawa chombo cha kafara wewe. Uhodari wako mwingi watengezea nyama watu wewe. Uhodari wako mwingi watengezea watu nyama. Manake kuna watu hawezi tolewa kafara. Yuwafikiria mimi kimtoa kafara mke wangu na ninavyonipenda na alivyo na amani na mimi, nitabakia na mke gani mwingine awe kama ye? Babangu mtu wa amani na mtu wa nini mazuri kwangu, nikimtoa nitapatapi mazuri, na nikimkosa nitampatapi baba kama ye? Sasa wale watu ambao wakaa ndani ya majumba na amani, na watu wote huwa wana amani ya Mungu, pia wana amani pia vile vile ya kunusurika na ushetani. Lakini unajionaye mwanamume ndani ya nyumba, au yeye kigogo, au yeye wayaweza, wewe nguvu zako zitaishia mahali padogo sana, kwa yule ambaye atasema hapa sasa mimi sina hasara ila nina faida. Nikimuondoa takuwa ninaondoa fujo ndani ya nyumba, naondoa vita ndani ya nyumba, naondoa hasidi anayenizuia faida na mafanikio ndani ya nyumba na mambo kama haya. Sasa kila wakisaa waandama watu ndani ya nyumba, wamwandama kila mtu, hawana raha watu ndani ya nyumba. Kwa wewe mtu mmoja, jua waweza wengi, lakini kuna mmoja atakuja kukuweza. Si wewe waweza wengi, kuna mmoja katika hao watu atakuja shindwa namna ya kustahamili na namna ya kunini kukaa kwenye maudhiko na umaskini. Atakwenda tafuta chombo ajitie nacho cha dini, alafu akiambiwa atoe nini, atoe kiteweo, atasema mimi nacho kiteweo. Na jambo dogo tu, yuwapewa kitu, aambiwa kafanye hivi huko nyumbani kwenu, mahala anapolala huyo mtu, naweza fanyiwa. Waweza kuja ukaekewa chini ya kitanda chako unacholala ini la ng'ombe lenye ushanga, lizungushwa ushanga hivi, na lishafanywa kazi zake. Leo ulala likatiwa chini ya mvungu wa kitanda chako, tena likaekwa upande wa kitwa, akaambiwa ili ukifaulu akililalia usiku wa leo, asubuhi haitopambauka kwake. Asubuhi haipambauki akawa mzima, hata mkiamka kutatangazwa habari ya mazishi, ashakufa, kwa takiwa akazikwe yule. Baada ya hapo
inshallah wasikia msikitini kote na mitaani, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sote tutatoka kwa Mungu na asharegea kwa Mungu mwenzetu. Haya, usharegeshwa hivyo, lakini si kwa Mungu, unaregeshwa kwa kafara, na kwa sababu ya wewe kuwa ni mtu wa madhila, mtu wa mateso, mtu wa maudhiko, mtu unayesinya wenzako. Hii dunia leo, mimi nasema kweli kabisa kwa maneno yangu haya, kuwa wewe kuwa ni mtu ambaye una amani na kila mtu. Usiwe mtu wa kutia wenzako stress, dhiki, na vile vile kuwa wewe ni nguvu Mombasa, kwa walieza kila jambo. Kulieza kwako kila jambo, kuna mambo utoyaweza yakifatwa. Ndio pale sasa watu katika dhiki zao wataona lazima wahakikisha wamfanya nini? Wanaiondoa dhiki yako. Na dhiki yako ni wewe kuondolewa, ukatangazwa kwa wenda zikwa, watu wakapata amani zao, na kifo chako kikawa sababu ya mtu fulani kwa sasa kuanzia leo hata kuwa fukara tena wala maskini, na yeye atafungukiwa njia za kishetani. Watu watamwona sasa yapeleka magari makubwa makubwa, sasa amekuwa mtu ambaye waheshimiwa, ghafla tu bimvu, si yule wa kudharauliwa na watu tena. Na kumbe watu wajua kama kulipita siku fulani ndani ya nyumba yao kukafa mtu fulani. Hasa yeye mbali ya kuwa ameondoa madhila na maudhiko kwenye nyumba, lakini pia antengeza jambo, yeye ankuwa fulani bwana mkubwa, kwa sababu ya kuondoa wewe ambaye wapenda sana maudhiko na kuudhi wenzako. Kwa sauti yangu hii ya Mzimle na kwa neno langu la world warning, japokuwa huyu mwenye kufanya haya hapendezi, si kwa na muunga mkono au amfanya zuri, kwa anamtoa kafara mwenzake, siungi mkono jambo hilo, lakini kuna mahala utampeleka mtu mwisho wa ukuta awe hana pakunini pa kusongea. Sasa ataka kujitetea. Ushaelewa Kiswahili? Ataka kujitetea, na kujitetea kwake ni kuona wewe ukiwa hai yeye yuaumia, au yeye hatofanikiwa, au yeye yuazidi kuharibikiwa. Hata pengine saa nyingine kama wewe ndugu mkubwa, pengine watakamtoa nyumba mwenzako. Sasa yeye akae tu, wewe watakamtoa nyumba na hana pa kwenda, kwa sababu wewe ndugu mkubwa una stress, una nguvu, na vile vile wayaweza. Sasa ukizidi sana katika kuwapeleka watu wakafika mahali hawawezi kwenda kokote, mwisho wa ukuta, basi ujue na wao watajitetea. Na watakapojitetea hutojua lini, wapi, saa ngapi. Ni atakapokupata pia utaona yaja labda ya Mungu. Ni Mungu ndo anataka niwe hivi, kumbe ni mtu aliendani ya nyumba yako, damu yako, ankuweza, na wewe ulikuwa unataka kumweza yeye. Wewe ulikuwa unataka kumweza mtu ndani ya nyumba, yeye ankuweza ankutoa ndani ya nini? Maisha. Japo uhai, lakini hufanyi chochote. Na japo unkufa, sawa, unkufa kiroho, watu wajua walizika, na mwili ukatiwa mtangani, kumbe roho bana yaolea. Roho kumbe yaolea bana. Roho yatumika katika mambo fulani yako, roho yako kwa mambo ya kichawi, kwa sababu wewe hukufa, uliuawa. Ushaelewa? Ulitumika katika mambo ya nini? Mambo ya kiza. Mambo ya kiza. Sione hawa watu wote waliokufa, wengine wankufa bwana. Wengine wankufa, lakini kifo chao kimeleta natija kwa wengine. Sasa ukiona kifo kileta natija kwa watu wengine, jua kwa yule mtu hajafa. Yule mtu bado yuwatumika kivuli chake kutumia watu katika mali na utajiri. Leo watu wakilala, asubuhi wakiamka, wamkia mengine, watalia kilio, kuna fulani ankufa ndani ya nyumba. Mwingine yeye aliacha urongo, ajua, lakini kuanzia kesho kutwa, madamu ishayafanya niliyofanya, niliyoambiwa mfanye na yamekuwa, mimi nitaanza badilika hali na namna, na vile vile amani itakuwa kwenye roho yangu iko.
Japokuwa mtu akifungukiwa hata hiyo nyumba ya family labda asikae tena, enda kakae Manyali, Maganjoni, miji mikubwa mikubwa, mitaa yenye fahari za matajiri. Kwa hata huyo aleniudhi pia ashaondoka, lakini na mimi hapa sikai tena. Natafuta mji wangu na natafuta nini? Siri zangu pa kuzihifadhi. Sasa nyumba wewe umeikosa, uliokuwa ukijifanya wayaweza, na watu pia wameiondoka nyumba kwa kukuweza, wameatia wengine kabisa, wameatia wengine. Haya mambo yatendeka majumbani kwetu, tujitahadharini. Ila mimi nasema msijifanyeni nguvu Mombasa. Kila mwenye kunisikia mimi kwa sauti yangu hii ya Mzimle, usijifanye wewe nguvu Mombasa, kwa wewe wayaweza na wamweza yoyote. Kuna wengine hata hawatumii ngumi, hawapigani, wala hawatumii mdomo, hawatukanani, lakini watatumia action underground. Yule mpole ndani ya nyumba ndiye hatari kwako kuliko yule mwenye kusema domo kaya. Kuna watu wana madomo waweza zungumza ndani ya nyumba, wewe mimi siku moja, wewe siku moja, na ukifa watu wakamtaja yule kwa alisema siku moja, kumbe hata siye. Huyo yale yafanya ni huyo ambaye under silent. Huyo huwezi ukamshuku wala ukamdhania wala pengine ukampata na ushahidi, si rahisi. Yeye mtulivu na mpole na hasemi, utamjuaje? Na akilia, watu akilia utamjua vipi? Ndio zaidi humjui. Sasa kuna watu waweza kuyahandle mambo wakayaweka mahala pake, kwa wewe umezidi kuwazidia watu na watu hawazidiri. Ukaa hizi akili saa nyingine zikafikiria namna ya kumfanya aliyezidi wakampunguza. Hasa wewe ukijifanya una kitwa kirefu kuliko watu wote, ndio hatari, kwa sababu kitwa kirefu huwa charefusha shingo na upanga wapita vizuri kwenye shingo ndefu. Hasa ukatwa wewe, wajifanya fidhuli wa kuzungumza, hodari wa kupigana, mzuri wa kutoa watu ndani ya majumba, wajua sana wewe mkali kuliko watu wote. Kuna watu hawasemi kwa wewe, hawakusemei. Ndio utakawaona wanyonge wapole, na ndio utakawaona sio hawa, kumbe ndio. Akija kilifanya la kulifanya litakuwa lishafaulu na hakuna hata shaka ndani yake. Huwezi hata mtilia shaka ukasema fulani amemtoa mwenzake kafara, fulani amemtendea mwenzake baya. Hata watu walikuwa wakijua ugomvi wako wewe na kina fulani wenye domokaya. Unajua kuna watu wengine madomokaya, wasema sana, wajibizana sana, watukanana sana, wana maneno mingi sana, lakini just words. Wao mambo yao yaishia kwenye maneno tu, hawana vitendo, hawajui hata kufanya jambo. Wao ni wale ropoka, sema sana, tisha, lakini povu la mkojo likisha mwagika kwa muda fulani, povu lake likifura la rudi chini, pwala potea mtangani. Asema sana lakini hana kitendo. Na kuna wale watu under silent. Mimi nawaambia hili lisikizeni kwa makini, vipenzi vyangu wa sauti hii ya Mzimle. Kuna watu under silent, watu ambao hawaongei. Wao wajua namna ya kuyafanya bila kujulikana kama amfanya. Sasa ndani ya majumba yetu watu hao wako. Humjui atoka saa ngapi, humjui analolifanya, na humjui kama yeye ndiye mfanyaji. Yakitokea wewe humdhani. Na baada ya muda fulani kupita au miaka fulani, yeye ashapata lile litakalo. Kwanza ankuondoa wewe ambaye alikuwa atakumuondoa yeye, pili ampata katika yale ambayo alikuwa hapati. Japo ya kafara ya kumtoa mtu, anaona wewe bora utoke, kwa sababu wewe huna faida yoyote na watu. Ndani ya nyumba kila siku migogoro, ndani ya nyumba kila siku wapenzako vitisho, ndani ya nyumba kila siku wewe hakuna amani, mtu mmoja wewe. Basi wewe kutoka kwako si huzuni wala msiba kwa watu wa nyumba hiyo. Pia kutakuwa kumpunguzwa hilo fujo na kelele na vita ambavyo havishi. Usione kufanya wewe kujifanya wayaweza ni ushindi. Waweza ukashindwa kirahisi sana. Si ushindi, waweza ukashindwa kirahisi sana. Kuna watu wajua
kupigana vita. Na ndio pale utaona kuna msemo wasema, ikiwa waweza mpuliza usingizini ukamkata roho, ya nini umpige risasi? Risasi ina mlio, ina sauti, watu watasikia, watakuja, umeua, utashikwa. Lakini kama uko nyumbani kwako na yeye uko kwake, wapuliza tu, wamtoa roho mwezio usingizini, kwa nini utumie risasi wakati waweza fanya under silent? Waweza fanya kwa utaratibu usiojulikana, usiosikika na usio na ushahidi. Sasa ndio watu wengine hapa majumbani kwetu, sehemu nyingi sana za dunia, watu maneno haya ni kila sehemu ya mji duniani, au katika nchi tofauti duniani. Kuna watu, si Kenya tu, nchi nyingi duniani, kabila nyingi duniani zimfanyana mambo kama haya, zimfanyana. Na hakuna nchi ambayo yafanya mambo kama haya zaidi kuliko Uganda. Uganda ni nchi moja ambayo hatari sana, kulingana na kauli za wenyewe walivyonieleza na nilioyakuta kule. Waganda ni watu wengine hatari, hawapigani sana vita vya mdomo wala vya ngumi. Wao wacheza hizi ngoma za Karumanzira hizi. Ngoma za Karumanzira hizi. Wao wazicheza zile ngoma za saa kumi za usiku zile. Sawa, uchezewa ngoma kabla hujafa, kisha kimalizika ngoma ukafa mwenyewe. Ukafa mwenyewe bila kuuliwa. Sasa hapo kuna ushahidi. Kuna kesi hapo. Kuna atakayeshikwa. Usijione wewe ni hodari sana katika hii dunia, ukajipa kipawa cha nguvu na kutahadharisha, na penye nguvu zako ndo penye udhaifu wako. Bora afadhali uwe sawa na wenzako, na pia usijipe umbele ukajiona wewe kingi, nkitwa mkubwa, bwana mkubwa, kwa mimi ndio naweza fanya mambo yote na nina amri, na wasiyaweza wengine mimi nayaweza. Kisha baadaye ukaja ukawezwa wewe, historia yako ikaisha, kizazi chako kikapotea, na ikawa tena watu wampata utulivu na amani ndani ya majumba yao, kwa sababu wewe hauko tena, au watumiwa sasa uko nje ya dunia nyingine ya kivuli, huko katika dunia ya ubinadamu kivuli bwana. Watumwa ukafanye mambo usingizini mausiku, ukiyaleta ndani ya majumba ya watu yakiwa yakinufaisha watu, na wewe mwenyewe ukawa sasa si mtu ambaye uko duniani kamwe. Kile unachokileta hakikufai hata wewe, wafaa watu wengine ambao bantaka uwafae, kwa sababu wewe ulikuwa unataka kuwafanya nini? Kuwafanyia mabaya. Ubaya unkupata mwenyewe, wewe ndio sasa udhurika kwa ubaya wako. Si kila mwenye kuwa na ubaya hata siku zote atakuwa waweza watu kwa ubaya. Siku moja ubaya pia wakuweza wewe mbaya. Utawezwa na ubaya wako mwenyewe. Ulikuwa mkusudia watu, yankupata wewe mwenyewe. Yale Waswahili waliosema mchimba kisima huingia mwenye. Leo ukichimba kisima katika mji unaokaa wewe, mtaa unaokaa wewe, hakuna watu, kisha ukategesha wenzako kwa kifinika kisima juu, ukakiweka miaa na makuti ili kusudi mtu akipita atumbukia ajui, mara usahau bwana, wewe ndio wapita katika ule mji, hakuna mtu mwingine ambaye atakayepita. Untumbukia wewe, mtimba kisima utumbukia mwenyewe. Ikawe sasa ndio untumbukia, na ndio sasa ndio hauko tena duniani. Haya mambo ambayo tunataka tuambiane. Tahadhari ni muhimu kabla ya jambo halijawa na madhara yake mtu akaliona. Vile vile, vipenzi vyangu wa sauti hii ya Mzimle, sina budi leo kuwasomesha somo la Jabali Mlandizi. Somo la Jabali Mlandizi Mzimle. Jabali hili Mlandizi ni moja katika majabali makubwa ya Mzimle yenye siri za ada za marohani, na jabali hili huwa watu wafaa kulipelekea ada siku ya Jumatano. Jabali hili watu wafaa kulipelekea ada siku ya Jumatano, na ada yake unaopeleka ni chetezo cheupe kipya, na riali shilingi 11 nyeupe za kung'ara,
riali shilingi 11 nyeupe za kung'ara. Vile vile ukaweza kufukiza au kupeleka vile vile bukhuri linaloitwa Sindarus. Ukipeleka katika Jabali Mlandizi bukhuri ya Sindarus, chetezo cheupe kipya na ada ya riali 11 shilingi 11 za kung'ara, ikawa siku ya Jumatano katika Jabali Mlandizi, baweza kwenda kunuilia kuomba mambo haya yafuatayo, Mungu akupe kwa uwezo wake, na ada za marohani. Chelewa. Jabali hili la Mlandizi watu huomba mambo ya ndoa. Ikiwa hujaoa au hujaolewa, na ikiwa ndoa yako ina misukosuko, pengine haina utulivu, mkeo kwenda kinyume au mumeo kwenda kinyume, au pengine ndoa yatakavundika, chelewa, haina makao tena, na vile vile pengine ndoa ina udhaifu, ina mambo yateseka, mko kwenye ndoa mke na mume, hamuna hamu, hamutakani, maishi kama mtu na jirani yake, na vile vile pengine hamuna hisia, hata mkitaka kuingiliana hisia hakuna, mke hana hisia au mume hana hisia, au nyote wawili hakuna mwenye kujisikia na mwenzake, hata mkifanya ile tendo mwaliona halina mwendekeo wa kuendelea, upuuzi mtupu bwana. Ikawa sasa kumeingia nini? Kumeingia jambo ambalo la athirisha ndoa, iko hatarini, itavundika wakati wote, au itaendewa kinyume na mmoja au nyote wawili. Sasa ikiwa pia wewe waletewa posa, lakini ndoa haisimami, ikifika siku ya posa mwenye kuoa asema basi sitaki tena, ndoa yakatizwa na posa yaregeshwa, na kila unayempenda mwaishi, lakini siku za kuishi badala ya kuoana, mkianza kutaja neno ndoa, basi mwenzako akwambia kwa heri. Mulikuwa mko girlfriend na boyfriend miaka mingi, lakini sasa kunaingia ile tuoane, mmoja tu akitamka kumwambia mwenzake tuoane, basi ndio itakuwa mwisho mwema. Kwa kuanzia sasa mimi na wewe baina samawati wal ardhi, tutakuwa mbalimbali kama mbingu na ardhi. Utaisha ule boyfriend na girlfriend, kila mmoja awe sasa hamtaki mwenzake, au kuna mmoja ndio amemkataa mwenzake, na ule mwenzake ashaingiwa na amu na ashaingiwa na nini, mahaba, yualia sasa. Kwa nini ankataliwa? Kwa nini ndoa haivi? Na kwa nini kila nikitaka kuolewa mwenye kunioa yua ghairi, yua kataa kunioa? Mimi nitakaa miaka mingapi natezewa tu siolewi. Yakitokea hayo matatizo ya kindoa na kiposa na matatizo mengine ya kijamii, kujamiana kwenye masala ya kuingiliana mke na mume kwenye tendo la ndoa, yakawa na mazito yake na tabia zikabadilika kwenye maisha ya mke na mume, basi kimbilia kupeleka ada zako katika hili jabali ambalo laitwa Mlandizi. Iwe siku ya Jumatano, upeleke chetezo cheupe riali shilingi 11 za kung'ara za ada, na vile vile bukhuri au fusho la Sindarus, ukanuilie kuwa naizuia ndoa isivunjike kwa uwezo wa Mungu, au naezesha posa yangu iwe ni ndoa ije niolewe au niowe kwa uwezo wa Mungu. Elewa kwa hayo yote ukiyafanya, wayafanya kwa uwezo wa Mungu. Kile ulichofanya ni ada au ni swadaka ya kimila na kidasturi, si kuwa wewe umfanya ushirikina au ushirikisha au umeabudu kitu. La, wewe umfanya jambo mahala penye jambo, sehemu zenye makusudio. Elewa Kiswahili, kuna mahala pana makusudio. Kwa sababu hiyo ndio maana utaona hata ibada fulani zilikusudiwa za kidini. Nani aweza kufanya haji katika mji wake wa Mombasa? Ulisikia lini wewe hija utaifanya Mombasa ikubaliwe, au ifanye mji ulioko duniani ikubaliwe?
lazima utakwenda katika mji uliokusudiwa, ni mji wa Maka, ukafanya haji yako umalize kule. Itakubidi wewe kokote uliko duniani usafiri, uenue hatua zako upaendee kule Maka, ukafanya hili jambo la haji, ndio ijulikane kwa makusudio kwa pale ndio palipofanywa na mitume haji. Chaelewa sasa? Waona jambo la makusudio, kuna mahala maalum, kuna malengwa na makusudio yake, ambapo pana kabuli, kuna kabuli, kuna uwezo wa Mungu pale mahala Mungu ampawezesha, au uwezo wa kimarohani panawezeshwa. Ushaelewa? Kiwa wewe utapeleka sadaka yako pale unuilie jambo lawa. Mimi nimepokea hadithi kutoka kwa mamangu ambaye ni Latifa wa Amiri wa Jamadar bin Kail. Mamangu mzazi anieleza kisa kwa yeye alipokuwa msichana, alikuwa ataka jambo fulani liwe, akamweleza shekhe fulani ampe nini, ampendia yeye kulipata lile jambo na liwe kheri kwake, si jambo la shari. Yule shekhe akamwelekeza, akamwambia nenda mahali fulani, nenda upeleke sadaka fulani na uombe Mungu. Kifika huko kajiombee Mungu ili jambo ulipate. Mamangu asema alikwenda bwana, alikwenda Makina Road. Leo watu wakita Makina Road, Makina Road ndiye ya kwenda Nairobi. Kuna mahala panya msikiti wa Kisharifu Makina Road, kuna mahala pana msikiti wa Kisharifu, kuna walii pale alikuwa akisimamia na akiendesha mambo ya kidini. Alipabariki pale katika maisha yake, alipoombea dua kwa atake kuja hapa, atakayeomba lolote Mungu ampe. Basi mamangu alikwenda akaomba Mungu na akalipata jambo lenyewe. Siku hiyo katika barabara wangu akanambia, mwanangu, si dharau, kweli mambo yako na kweli kuna sehemu zake, na ndio nasema hakuna atakubaliwa haji, ibada ya hija, kufanya pale aliko, akisema kuwa pia pale ni mji, pale aliko yeye pia ni mji. Kwa nini akafanya kwa Mwarabu? Ijapo kuwa watu watawatukia Waarabu, saa nyingine waseme kwani wao tu ndo wamjua Mungu au wao ndo wenye dini. Wako watu ambao wansinywa sana na Waarabu kwa sababu ya mambo fulani ya kidini, kwa yako kwao tu, na wanaweka tarehe. Japo kwa watu hawaelewi kama ni lazima yawe kule, kwa sababu mtume antokana na wao, mtume atoka kule, na aliona mtume sallallahu alaihi wasallam athari za mambo kama hayo. Kwa kuna wakati watu watawatukia Waarabu kwa sababu ya yale ambayo Waarabu wayafanya au yafanyika kwao. Ikabidi mtume wa Mungu aike wasia na maneno pia, aseme ahibul arabi ala thalatha, wapendeni Waarabu kwa sababu ya mambo matatu. Wapendeni Waarabu kwa sababu ya mambo matatu. Jambo moja alilosema yeye, akasema fa inni arabiyun, kwa sababu mimi mtume wenu ni Mwarabu. Wal Qur'anu bil lughati al arabiyya, na Qur'ani kitabu cha Mungu pia kinteremka kwa lugha ya Kiarabu. Wa yawm al qiyama yatakallamuna nas bil lughati al arabi, na pia siku ya kiyama lugha zote zitasaulika. Kila lugha watu wanaozungumza duniani itakuwa hakuna tena, watu watazungumza Kiarabu. Hamuna budi kuipenda lugha ya Kiarabu kwa sababu ina nini, na kumpenda Mwarabu kwa sababu ana hayo mambo matatu Mungu amwezesha nao. Lakini kuna watu wachukia Waarabu, kuna watu hadi hii ya leo wachukia Waarabu kwa kusema wanjipa sana, wanjifanya bora sana, na wawekea watu itikadi kwa dini yao wao ile Mwarabu. Kama wewe si Mwarabu, si dini ya haki, batil, dini yako ya urongo, mambo kama mfano kama huu. Lakini makusudio yako, kuna mahala maalumu, usifanye dhihaka, usione ni mambo ya kuabudu mashetani, la, ni makusudio. Pengine kulikuwa na jambo fulani ambalo likifanywa pale mahali la kidini likashika karama, au la kitabia likashika uwezo, au la kirohani likaeka dasturi au ada ya kuwa pale mahala ukiwa hapakusudia kwa jambo fulani utapeleka ada fulani, basi ukiomba Mungu atakupa ulitakalo kwa uwezo
wake yeye Mungu, si kwa uwezo wa shetani wala ibilisi. Ili lazima lijulikane, hata mtu akikupa pia umpewa na Mungu. Hawa mwele. Sio uone hati labda akupewa na Mungu mpaka Mungu ateremshe mkono wake utoke mbinguni uone washuka uje paka kwenye mkono wako ukupe pesa. Hakuna lililotokea likawa hilo hata siku moja. Kwa mkono wa Mungu ulishuka ukampa mtu. La. Hata ukipewa na mtu ule kwenda mtakia haja ukamlilia akakupa pesa akakupa kitu, jua kuwa aliyekupa ni Mungu, kwa sababu yeye pia ampewa na Mungu. Na kama yeye akitaka kukupa na Mungu hataki, hakupi. Na akitaka Mungu kukupa, yeye akikataa atakupa bila kujua kama kukupa. Na kunao ambao wapewa na Mungu kuwapa wengine, ili lieleweke. Wapewa na Mungu kuwapa wengine, ili lieleweke. Sasa kunazo ndia za kupata kupitia hizi tamaduni za kiasili ambazo ni ada watu walizifanya wazee wetu na wakapata makubwa kuliko sisi. Makubwa kuliko sisi. Sisi sasa tunapata madogo madogo tu kwa sababu ya madharau yetu na kule kuyapuuza mambo na kuyatukana. Hata saa nyingine waona kule Arabuni kunao watu ambao wanzaliwa kule Maka, Madina, Jazair al-Arabi, sehemu ile wao kwenda haji dakika tu kama kupanda gari kwenda marikiti. Lakini waweza amini mtu anzaliwa paka yuwafa hajahiji hata hija moja. Lakini anatoka mtu Afrika, anatoka mtu China, anatoka mtu Ulaya, India, ankwenda haji zaidi ya mara moja. Hamukusikia jana na juzi kisa cha Tanzania cha Sheikh Rocket? Si mnaona dunia inamzika, anzikwa na umma Tanzania juzi. Sheikh Rocket aelezwa kwa hakuwa na uwezo kama matajiri walivyo na wafanyabiashara, lakini ankwenda haji katika umri wake mara 50 na zaidi. Amehiji kwenda Maka mara 50 na zaidi. Yawaje anayekaa ndani ya mji wa Maka hajenda haji hata siku moja mpaka yuafu? Huko ndio kuwezeshwa, ushaelewa? Kuna kupawa na Mungu, mwingine yote hawezi kujipa wala kukupa mpaka upewe na Mungu. Na Mungu naye ansema niombani niwape. Ushaelewa? Niombani. Mungu hampi ambaye hamuombi. Na waweza muomba Mungu kama walivyosema Waswahili, muomba Mungu hachoki. Bisababi maalum. Ukielekeza uso wako juu mbinguni ukimuomba, ukikosa usimlaumu Mungu. Kwa hiyo kwa tarajia utapeleka mdomo wako mbinguni umwambie Mungu nina njaa, kisha kuteremke kuku alekaangwa na chipsi zikuingie mdomoni useme Mungu anilisha. Chelewa. Mwenyezi Mungu atakujalia upate sababu kwa mja. Chelewa. Mja mwenzako akuletee riziki au akuwajibishe upate riziki au kutoke sababu ya riziki, uende nyumbani umbeba kuku na chipsi uenda kula au ununua wala pale mahala panapouzwa kama ni hotelini. Alikupa wewe nani? Ni mwenye hoteli. Chips na kuku zinatoka kwa mwenye hoteli. Usiseme ni Mungu. Ni mwenye hoteli. Mwenye hoteli ampewa na nani? Ampewa na Mungu hoteli, akapewa na Mungu chips na kuku ili wewe akupe wewe. Usiseme mwenye hoteli hakukupa na usiseme Mungu hakukupa. Hasa hapa kuna kupewa na Mungu kwa njia za mwenzako. Mtu mwingine ankupa lakini kwa uwezo wa Mungu, Mungu anampa akupe. Mungu angetaka asiwe nacho ukapewa, ni angemzuia yule mwenye hoteli. Ukifika pale ukiuliza chips na kuku leo wako nataka kununua au kula, waambia leo hakuna, kuna chips, kuna sima na mboga. Hautaipata hapo hiyo chips na kuku. Uwezo wa Mungu umewezeshwa kwa watu. Usiukatae uwezo huo, na sehemu zilizowezeshwa zimo. Kabuli ya kukubaliwa mja ibada ya haji ni kwenda Maka, si pale uliko.
na dasturi ya kupata kwa njia za marohani ni kutafuta sehemu zenye utukufu, kama vile kutafuta sehemu ya karama za mawali wale auliaullah, watu ambao Mwenyezi Mungu awawezesha. Waweza kwenda kwake ukamwambia niombea na mimi, Mungu akakuombea ukapata. Wangapi wampata kupitia njia hizo? Wanaombewa na kweli antoka kwenye umaskini wake ankuwa tajiri, na yuajieleza na kujitangaza kwa mimi nilipata siku nilipokwenda kwa shekhe fulani, mcha Mungu fulani, wali fulani, nikataka baraka na karama zake akaniombea nikapata. Leo mwingine siku hata alishirikisha, alipata kwa njia ya mtu au mja mwenzake mwenye uwezo aliowezeshwa na Mungu, na mwenye Mungu ndio alimpa uwezo ule. Yule mja, yule mtu akakupa wewe dua yake njema, ukaipata dua ile, ikakufanya wewe ubadilikiwe na umaskini uwe tajiri, utoke kwenye ufukara wako. Alimpa kabuli ya dua zile ni mja ambaye mja mwenyewe ni walii ampewa na Mungu. Kwa hivyo Mungu anjalia mja mwenzako akupe bila wewe kuona kuwa pengine mja yule ndiye mwenye uwezo wa kukupa wewe, kuwa yeye mwenyewe akwambia na mimi nami ninawezeshwa na Mungu kuomba jambo likawa. Huu ni uwezo wa Mungu alionipa. Na ndio maana utaona hata Nabii Isa ambaye wenzetu wa Kristo wamuita Yesu alisema mimi kuwa nauhuisha kwa uwezo wa Mungu. Watu walimwambia kumbe wewe waweza bwana kumuinua aliyekufa akawa hai. Akasema mimi nimewezeshwa na uwezo wa Mungu mwenye kuhuisha, mwenye kuwafufua waliokufa, ndio anipa uwezo huu bikalimati, kwa neno la kuwawezesha waliokufa kuenuka. Sasa Nabii Isa alikuwa akifufua waliokufa, akiwaregesha hai duniani, lakini kwa uwezo wa Mungu, si kwa uwezo wake. Lakini watu walijua yuwaweza, wakaenda mpaka wakamwekea itikadi fulani, kwa sababu alifanya ambalo mwingine hawezi. Hapa ndio patakapaeleweke. Kwa hivyo katika hili jabali, ukishapeleka ada hizi nilizosema, ukanuilia mambo yako ya ndoa yatakuwa. Vile vile ukinuilia masala ya mimba, kama ushiki mimba, kama mimba zako zile za ukishika za toka, kama zile ukizaa mtoto yuafa baada ushamzaa. Yani kuna watu katika hii maisha yetu, wallahi billahi taala, wengine wanaolewa mpaka hadi watakufa hawajazaa, na wengine washika mimba lakini zatoka kabla siku ya kuzaa, na wengine wazaa swa mtoto afa hospitali au afa baada ya kwenda naye nyumbani kukaa naye kwa muda au kwa masiku, kisha asikia ankufa mtoto endazikwa. Katika jabali hili waweza omba masala haya, kwa ushike mimba, kwa ukishika mimba watoto wasife, kwa vile vile wakue vizuri, wanuilia kwa ada hizi. Kama kuna jambo mfanyiwa na binadamu mwenzako au shetani la kiuchawi, basi inshallah livundike kwa ada hii. Shaelewa? Kama vile kuvunda jito, watu wavunda jito saa nyingine, na wewe ukiishi na jito waweza ukaishi hupati, au patacho chavundika. Kile upatacho chavundika, lakini ni bora uhakikishe kuwa ulivunda jito, ndio sasa utadumu kupata na upatacho hakivundiki. Kuna wale watu kila mtu akishika, ushajichunguza, kila kitu kishikacho wewe chavunjika. Ukishika glasi yavunjika, ukishika TV yavunjika, sijui ukishika nini chavundika. Yani wewe ndio mharibifu wa vunda. Mpaka watu washakujua huyu bwana avunda tu yeye. Kumbe jicho bwana mpigwa la kuvunja. Sasa wewe kila kijacho kwako lazima kivundike, hata kama hakikuanguka. Waweza kukishika tu hivi mkononi kama simu, mara kiangalia hivi kioo kina crack. Kioo kishapasuka, kinaufa. Hujui hata ukiambiwa wewe ona unaivunda simu yangu. Wewe sasa mimi sijaivunda simu yako hii, naishika mkononi naivunda sakapata, sijaibwaga wala kuiangusha wala kuigota mahali. Lakini kwa nini mpasuka? Jito una jito mpigwa la kuvunda, basi utavundikiwa na kila kitu. Sasa lile jito ufaa kile liondolewe ili wewe usifanye nini?
usiweze kufanya kitendo kama hicho cha kuvundavunda kila kitu na kila mahali mpaka utakiwi na watu. Sasa hizi mimba saa nyingine au watoto yaweza kuwa waanguka ukizaa kishika mimba ukilea wafa watoto, jito pengine likiunuiliwa. Kwa maunuiliwa haya ada hizi latoka lile jito la kuwata, badala yake waweza ukashika mimba ukalea mimba, mwezi wa 9 ukaizaa mimba na ukalea mtoto, umri akawa mtoto hana nini, hafikwi na magonjwa wala kifo. Vile vile waweza ukaomba mahaba, kama una mume hakupendi lakini ankuoa, una mke umuoa lakini hakupendi, yani waona wazi kuna ndoa lakini hakuna mahaba, hatupendani. Basi waweza katika jabali hili ukaomba mahaba, mwenzako anogewe, mwenzako akupende, mwenzako asikuchukie na mwanandoa mwenzako, na mwenzako achizike na wewe, asione asisikie mwingine ila wewe. Jabali hili ukiweka ada hizi, kama utanisikiza, waweza ukaliomba jambo hilo likawa na kabul. Kama mume wako au mke wako ni mtu ambaye alikuwa hamupendani na pengine inkaribia yuwapenda mwingine akabadilika, ukamwona sasa ana mahaba, ukamwona sasa ana mapenzi, ukamwona sasa yuwajali ndoa, na mkaishi vizuri mpaka mkazikana, mkaja mkawa watu ambao hamuna dhiki tena katika maisha yenu. Hii ni mojawapo katika faida ya jabali linaloitwa Jabali Mlandizi Mzimle. Ukinuilia mambo yako inshallah, fa biidhnillahi, kila jambo ni katika uweza wake Mungu, si kwa uweza wa shetani. Kwa sauti yangu hii ya Mzimle, sina budi kuambia penzi vyangu, nimepitwa na wakati na wakati umeniata, lakini kipindi hichi cha wapenda na nyinyi kipendeni, kitawapa faida na manufaa ya ziada katika kule kuwa tumesema kipindi hichi kina faida 3: kujifunza, kuelimika na kufahamu. Kwa hilo kwenye sauti hii ya Mzimle ushanufaika. Nawashukuru nyote mliokuwa pamoja na mimi katika kipindi hichi cha leo, usiku huu wa leo. Nawapenda na sauti ya Mzimle yawapenda sana, na nyinyi ipendeni. Kwa darasa zote ambazo hukuzipata kwenye kipindi hichi cha live, ingia YouTube, andika Mzimle Kaimu Idarus. Ingia YouTube, andika Mzimle Kaimu Idarus, utapata darasa zote. Utaweza kuelimika na kufaidika insha Allah. Sina budi kuwashukuru nyote kwa kuwata wakati na kushiriki katika wakati huu. Vile vile naishukuru Station TV ya Mzimle, Khadija Abdallah Mwinyi Program Manager, Safia Ali Ahmed Chief Engineer, Zainab Yusuf Othman Director, Evans Absolo Juma Managing Director, na Mwana Khamisi Mohamed Guyo na Rukia Abdallah Mwinyi mtayarishaji wa mavazi yangu ya siku ya leo. Shukran wa jazakallahu khair, na wapenda nyote.